TAKUKURU Geita yawafikisha mahakamani wabunge na madiwani majimbo ya Chato Kaskazini na Chato Kusini. Ndugu wanahabari, kati ya tarehe 28 mwezi wa 11 2025 na tarehe 30 mwezi wa 11 2025, TAKUKURU mkoa wa Geita ilipokea taarifa za uwepo wa vitendo vya rushwa vilivyoshukiwa kuwa ni vya rushwa vilivyofanywa na Mheshimiwa Corneli Lucas Magembe, mbunge wa jimbo la Chato Kaskazini, kwa kushirikiana na Mheshimiwa Frank Leonard Francis aliyekuwa diwani mteule wa kata ya Mganza. Uchunguzi ulithibitisha kuwa viongozi hawa waliwakusanya madiwani wateule 20 wa halmashauri ya wilaya ya Chato katika hoteli ya Lexon iliyopo jijini Mwanza na baadaye Serengeti Palace Hotel iliyoko mji mdogo wa Katoro Geita, kwa lengo la kuwashawishi kwa hongo ya fedha, chakula na malazi madiwani hao ili kupiga kura za upendeleo kwa mgombea waliyemtaka katika nafasi ya mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Chato. Ndugu wanahabari, katika taarifa nyingine ilidaiwa kwamba Mheshimiwa Pasco Lucas Rutandula, mbunge wa jimbo la Chato Kusini, kwa kushirikiana na ndugu Bartholomeo Christian Manunga aliyekuwa diwani mteule wa kata ya Bongera na Mheshimiwa Josephat Elias Manyenye aliyekuwa diwani mteule kata ya Bwera, katika kuwania nafasi ya mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Chato, walituhumiwa kujenga ushawishi wenye vitendo vya rushwa kwa diwani mteule wa kata ya Muungano Mheshimiwa Njile Charles Mboligo kwa kumpa hongo ili kujiondoa katika kinyang'anyiro cha uchaguzi ili kumpatia ushindi wa wazi Bartholomeo Christian Manunga katika uchaguzi wa nafasi ya mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Chato. Ndugu wanahabari, kufuatia matukio hayo, ofisi ilianzisha uchunguzi na kubaini uwepo wa vitendo vya rushwa katika mchakato wa uchaguzi huo wa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Chato ndani ya Chama cha Mapinduzi, na kulazimika kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wote waliobainika kwa mujibu wa sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329 marejeo ya mwaka 2023 kama yalivyofanyiwa marekebisho na sheria namba 11 ya 2024, ambapo watuhumiwa wote tajwa hapo juu wamefikishwa mahakamani leo tarehe 9 mwezi wa 3 2026. Kesi hizi mbili zimesajiliwa kwa shauri namba 5100/2026 pamoja na shauri namba 5096 ya 2026 mtawalia. Ndugu wanahabari, kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu. Tutimize wajibu wetu. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inaitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika.
haina hangover, ina nguvu, ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager, kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.